tukaenda Kakamega County, tukaenda Busia County, na watu wengi walirudi nyumbani. Tunataka kuwapokeza kwa Bwana kwa zizi kamili ambalo Mungu aliwateulia ndani. Tuwapigie makofi hao watu wote. Asanteni, karibuni nyumbani. Hapa ndipo nyumbani mahali Mungu aliyokupangia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nitachukua nafasi kidogo ili tusemezane neno la Bwana. Bwana apewe sifa. Nataka nimkaribishe Jesus asome Luka chapter 2 starting from verse 8. Alafu tutasikia neno linasema nini. Karibu. Bwana asifiwe. Soma Luka takatifu mlango wa 2 mstari wa 8 hadi 14. Na katika nchi ile walikuweko wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi nawaletea habari njema ya furaha kwa itakayokuwako kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Mara walikuwepo pamoja na huyo malaika wengi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Mungu abariki andiko. Amen. Bwana asifiwe. Ili tuweze kuangalia ni circumstance gani ambazo zinazingira kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Ukisoma kitabu ya Luka kuanzia mlango wa 2 hapo mwanzo, inakuambia Josefu na Maria walikuwa wanafuata desturi fulani. Walikuwa wanaenda kujiandikisha jina katika mji wa Bethlehem. Bwana asifiwe. Ukiangalia hiyo introduction si mbali na sisi. Hiyo introduction si mbali na sisi. Hiyo introduction ni kama mwanzilishi wa hili kanisa alifunguliwa ya kwamba once in a year we must do something ambayo kufanya tukuje Nineve. Nafikiri inaniletea kukuja Nineve hapa ni muhimu sana kwa imani yako. And we should make it a tradition that we must come to Nineve. Najua Maria alikuwa amejua siku zake zimefika. Lakini nikiingia kwa ndani, sidhani kama alijua anaweza kuzalia huko. Nafikiria angemaliza hii process ya kujiandikisha, then angeenda kuzaa. Lakini labor pains ikaanza. Bwana asifiwe. You look at all these circumstances, it humbles you as a Christian. Inatufundisha kunyenyekea. I want us to focus on 2 things ambazo zinatufundisha kunyenyekea. 1, to obey, kutii sheria. Hawa ingawaje Mariam ni mjamzito, ako karibu kuzaa, lakini ni lazima atii, aende Bethlehem ajiandikishe jina. Sijui kwa nini saa zingine shetani anatupokonya kutii sheria.
alafu analete vizuizi vyetu vinakuwa mbele. Nina uhakika kama Mariamu angekuwa kwa hii desturi yetu na saa hii, angeambia Josefu, wewe nenda ukanirepresent, maana mimi sasa nimechoka. But hatoi sababu. Hatoi sababu. Bwana asifiwe. Anatii amri. Kwa hivyo kama Wakristo, one circumstance yenye na surround kuzaliwa kwa Kristo ni kutii. If you don't tii, you might not receive salvation. Bwana asifiwe. Kama wewe unaona uko na kiburi, hii ni sheria tu ambayo imeandikwa ya kwamba at such a time we shall be doing something like this. Bwana asifiwe. Na si sheria ya kiroho. Tuangalie kwanza imeandikwa ni desturi. Kuna vitu pengine umedharau katika maisha yako ya kwamba hii haina umuhimu. Hii kuzaliwa kwa Yesu inatukumbusha tuangalie sana ni sheria gani tunashika. Jambo la pili, kwa vitu ambavyo viko katika mazingara hiyo, ukisema verse 8, kuna wachungaji wa kondoo. Nataka uangalie kikawaida, mtu anayechunga kondoo ni mtu amekaa namna gani? Ni mtu ambaye pengine katika hii desturi yetu ni mtu hajaenda shule, ni mtu pengine hana makao mazuri, ni mtu pengine ameandikwa, pengine anachunga kondoo ya mwingine. Bwana asifiwe. Amen. Na hawa ndio malaika anawatuonekania. Amen. Amen. Inaonyesha nini? Yes. Just humble yourself. Yes. Bwana asifiwe. And from this meeting, God is going to use you mightily. Maana anasema utukufu ulijaa pale, ukawajaza, ukawazingira pande zote. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mpaka wenyewe wakaingiwa na hofu, wakashangaa ni nini. Malaika huyo akawaambia, msiogope, sisi tumewaletea tu habari njema. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka nikupe moyo, kuna vitu lazima tushikilie katika imani ya Israeli. As long as umeprescribe to the faith of African Israel Nineveh Church, you must come to Nineveh. Yes. Bwana asifiwe. And more so, hii wakati wa Christmas, usikuwe na visababu. Na ukikuja hapa, usijiniwe. Humble yourself. God uses the humble and the meek. Bwana anatumia walionyenyekea. Bwana asifiwe. Hata ukikuja na ukose kiti, haijalishi. Weka kwa hiyo nyasi, Mungu atakutambua mahali pale. Maana alitambua wachunga kondoo. Maana walikuwa wanachunga. I'm very sure katika hiyo mji kulikuwa na wenye walikuwa wanakaa kwa ghorofa, kulikuwa na administrators wa nchi. There were so many people, but malaika hawakutokea hawa. Bwana asifiwe. Nataka wakati Yesu anazaliwa, wakati tunaletewa habari ya kwamba Yesu amezaliwa, let this message itupate when we are humble. Wacha hii ujumbe, maana malaika wanasema nimewaletea ujumbe. What is the circumstance? Let this message, wacha ujumbe huu ikupate kama tayari umenyenyekea,
kama tayari roho yako imerudi chini, kama tayari umecrucify anything that is making you feel great. Bwana asifiwe. It is not about greatness. It is about being humble. Bwana asifiwe. But it is about kujifanya bure. Ukifika hapo ukiambiwa fagia, chukua kifagio fagia. Bwana asifiwe. Ukiambiwa lete maji, lete maji. Hata unaweza kujituma mwenyewe. Try to do something that will humble you, so that the message of the birth of Jesus Christ finds you when you're already humble. Akasema, msiogope, mimi nimewaletea habari. This message finds them when they are already humble. Bwana asifiwe. May the message of the birth of our Lord Jesus Christ today ikupate kama umeshanyenyekea, kama umeshajifanya kitu bure, kama umeshatoa ile maringo imetoka, ile kujiona. Bwana asifiwe. And I want to tell us, sisi wenye tumepandishwa cheo, tumepewa mabendera, let us be humble. I plead with us, let us be humble. I'm calling again, let us be humble. Bwana asifiwe. Ukute kama sisi already we are humble, ili utukufu wa Bwana ukue ituzingire. Utukufu wa Bwana iwezi kukuzingira kama umejiinua. Utukufu wa Bwana iwezi kukuzingira kama hujatoa mambo ya ukoo. Bwana apewe sifa. So I want us today, I know the servant of God is coming to speak to us. Wakati anakuja kuwafahamu, wacha itupate pale chini, ili tuweze kujazwa na utukufu wa Bwana. Bwana asifiwe. Nimewaletea habari njema ya kwenyu amezaliwa, naye ni Kristo Yesu, na si kwa nyinyi tu, bali kwa ulimwengu wote. That is very critical. I know, najua saa zingine tuna personalize Christ, but I want to tell you, Christ came for everybody. Bwana asifiwe. Hata leo kama utahumble na ukiri ya kwamba Yesu ni Bwana, atakusongea karibu na utafanyika kuwa mwana. Bwana asifiwe. Na utapata redemption, and you will be called a child of God, and you will possess the heavenly kingdom. Bwana asifiwe. Na ishara itakuwa ni hizi: mtapata mtoto amelala na amevalishwa nguo za kitoto. Asifiwe Yesu. Sijui kama unafuata ishara yoyote ama unatembea tu kwa sababu watu wanatembea. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa unakuja tu kwa sababu watu wanakuja. Unaweza kuwa unaenda tu shuhuda kwa sababu watu wanaenda. Unaweza kuwa unavaa tu nguo sababu watu wanavaa. May we follow the signs. Bwana asifiwe. Wacha tufuate dalili, wacha tufuate ishara. Fungua macho yako ya ndani. Ukiwa hapa Nineve, je, unaona ishara? Wakati huu kuna vitu vingi vimefanyika. Sijui kama macho yako imekupatia. Bwana asifiwe. For very many years, I don't know ni 10 ama ni ngapi, we've been fighting. But I can tell you, our opponent has surrendered. Bwana asifiwe. Kama uko mnaona, jua opponent wetu amesurrender. Na vile ujumbe huu wa kuzaliwa kwa Yesu kuna kuja.
maana vita si vyetu, vita ni vya Mungu. Bwana asifiwe. Aliwaambia Waisraeli, nyinyi just stand still, simameni tu imara, mnyamaze. Na Wamisri mnaowaona leo hamtawaona tena. Bwana asifiwe. Wamisri mnaowaona leo hamtawaona tena. Hakika vita vyetu vimekuwa ni vigumu na vita vimeisha. I want to end there. We now have one step ahead. Tumeletewa ujumbe. Let us receive kuzaliwa kwa Yesu. Let us receive our Lord Jesus Christ. And something spiritual has happened at Nineveh. Yes. Wale walikuwa na macho waliona. Bwana asifiwe. Kuna kitu kiroho kimefanyika mwaka hii. Maana adui ameinua mkono. Bwana asifiwe. But I'm calling us to a greater level. I want to finish by making this call. We are being called to a level of forgiveness. And forgiveness is an uphill task. Msamaha si rahisi. Kwa hivyo kuanzia saa hii tunataka kupiga hatua ya msamaha. Tutaenda polepole kama tumejihumble, kama tumempokea Yesu ambaye amezaliwa leo, mpaka tufike pale penye atasema okay, now I feel I'm free, I've forgiven. You must feel with forgiveness, you must feel that you are free. Lazima ujisikie ni kuhuru. A new chapter is being opened, so we must walk. And I know our Archbishop is able, is going to walk us through, because it is a process. Yes. Forgiveness is a process. Yes. So we will walk through that process until we reach the goal of forgiveness, and all the angels in heaven watafurahi na utukufu itafunika mahali hapa. Mubariki. Interestingly, as a theologian, wale wamesoma mambo ya theology. Kwa theologian sio kufanya Mkristo, ni kujua tu mambo itakusaidia kuelewa mambo ya dini. Na kama hujaokoka unafikiria ukienda shule ya Bible ndio utaokoka, ndio utaharibika kabisa. Inafaa hata uokoke kabla hujaenda. Na kwa bahati mbaya ikipata umeenda huko kama hujaokoka, ni bahati sana kama utaokoka. Bwana asifiwe. So watu ambao wanajiita theologians, msiwaogope, wanajua kuchallenge things. But Betty amesema jambo moja. Kuna mila fulani ambazo hata wako wanafuata. Unaweza kuwafuata. Sio katika ile hali yao wanafanya, lakini unafuata uwe mmoja wao ili walete kwa Yesu Kristo. Upatikane mahali wako. Hata kama wanakunywa pombe, unaweza kukaa pale na waambie mimi sikunywi kwa sababu nimeokoka. Wapi kama sisi Watriki? Huwa tunaenda pale kukaa kuwaleta kwa Yesu. Kwa hiyo tujifunze kunyenyekea na kuwa na watu wa ukoo, lakini wanapoingia kwa mambo mengine ya ukoo na waambia hii mnisamee, mimi ni askofu wa kanisa, mimi ni mchungaji, nitakuwa pamoja nanyi, lakini sitafanya jambo hili. Mpe mtu mwingine na uwapende, sio kwa hasira. Leo nimeona watu wengine wanaokoka. Waasi wamekuja ndani ya ushuhuda, wamepiga picha, mnataka kuwasukuma, waende wapi? Mnataka waende wapi? Na wamekuja. Ujue si rahisi mtu kutoka nyumbani saa hii na sisi tunatoka kwa ushuhuda na anakuja ndani ya ushuhuda wetu na wewe unamsukuma. What did you come here for, Nineveh? To come to save ama kuharibu? You must come to Nineveh na lengo la kuinua wengine. Hapana, Nineveh si yako peke yako, ni watu wote. Watoto wanachukua picha kwa historia yao na wana wazee mnawakataza. Picha si yako, ni yao. Ile tu muangalie wasiwe na kitu cha kudhulumu mtu. Wacheni watu wachukue historia. Ile na wale wanachukua historia, msizuie wale ambao professionals, wale
Sasa mkiona mtu anachukua picha kwa ushuhuda, muache. Labda saa hii amechanganyikiwa, akifika nyumbani akiweka kwa video yake polepole, akichunguza ndio ata fresh mambo gani imetendeka. Amen. So I want to thank Betty that aspect of custom, which I want also to advance in the same book that tumesema. Luke, as the best theologian, aliandika kitabu hiki, na is the only theologian ambaye alijua times, akaandika nyakati fulani jambo fulani lilitendeka. Sasa anaposema hivyo, watu ambao ni historians wanaenda ndani na wanaona mambo ya Luka ni kweli, kwa sababu Luka anawaambia tulipokuwa Nineve mwaka fulani. Uende kuandika diary yako, tafadhali chukua wakati ushuhuda niliyoona ni haya, na nikachukua weka kama spare, ili simu yako ikipotea inaweza kusaidia wakati mwingine. Amen. It's very important. Alibaki nyuma, wazazi wakaenda wakapata Yesu hayuko na hao, wakarudi mpaka Yerusalemu, wakapata Yesu akiwa miongoni mwa madaktari, akiwauliza maswali ya kushangaza. The Bible says, maybe labda hamjui madaktari wamekuweko tangu wakati huo. Jesus was found among doctors. I can prove to you ya kwamba in verse Jerusalem every year at the feast of the Passover, every year walikuwa wanaenda Bethlehem, na every year pia wanaenda Jerusalem every year. And when he was 12 years old, then they went up to Jerusalem according to the custom of the feast. And when they had fulfilled the days, as they returned, the child Jesus tarried behind in Jerusalem. And Joseph and his mother knew not of it. But they, supposing to have been in the company, went a day's journey, and they sought him among their kinsfolk and acquaintances. And when they found him not, they turned back again to Jerusalem, seeking him. And it came to pass that after 3 days they found him in the temple, sitting in the midst of doctors, both hearing them and asking them questions. Hallelujah. Hallelujah. Wazazi walirudi Jerusalem, tena wakakaa Jerusalem siku ngapi? Walipompata wakampata amekaa katikati ya madaktari, naye akiwauliza maswali. What did the parents do? I'm just saying ya kwamba tradition is important. Sasa kama ukihepa tradition na huja okoa watu kutoka kwa tradition, wewe bado uko peke yako, utakuwa hujasaidia imani yako. Enda ukifika kule, watu wawili weka kando, wao marafiki zako waambie maneno ya Israeli. Bwana sifiwe. Enda kwa hiyo utamaduni wenu, lakini ukae kama Mkristo. Hapana kunywa pombe, hapana kunywa hiyo sigara yao. Wewe waambie mimi tofauti, lakini nimekuja, mimi ni mtoto wenu. Hata watakwambia wewe ni kohani wetu hapa, anza kuombea watu waokoke. But when you now unajifanya atumeshaokoka, huwezi kushirikiana na hao, you are losing a great, because we are the ambassador to those people. You are Jesus ambassador. You are a Christian among them. Sasa kama wewe ufikii, unataka nani ufikie, na wewe umeshakuwa Mkristo. And that's why mimi huwa nakula na waasi. Hata nikiwapata barabarani na saidia, hata wengine wananiuliza pesa. Pesa. Kuna wachache tu nikiwatumia pesa wanaanza kusema labda nilikuwa na wataka. Wachache tu, lakini wengi watakwambia kwa tukiwa na shida anatusaidia. Lakini hiyo ni shida yao, sio yangu. Bwana sifiwe. Ukisema nilikuwa nakutaka, ni sawa, tusikizane. Na ukisema nilikuwa nakutaka na sikuwa nakutaka, si wewe ndio uko na uongo. How can it bother me? I'm not bothered. Nimepita kiwango ambacho hata ukisema mimi nakunywa na sorry, I'm not bothered. I have reached a level, nimesema kila kitu. Nao nimesema hata ukisema bishop anakuja na sorry,
I'm not for that. Utasema siku itaisha, mimi nitaendelea. Siwezi kukupiga ngumi kwa sababu umesema mimi nakunywa naso. Akati. Because kunywi na kupiga nimesikia uchungu. So I will consider you as a mad person. Wewe mwenda zini. Nitakujibu tu. But siwezi kupigana na wewe umesema mimi ni malaya. Siwezi kupigana na wewe umesema mimi ni mchawi. I'm not. Malaya na wewe si malaya. Bwana sifiwe. So I'm not bothered. Nimefika level of faith whereby you tell me anything, I will uphold my faith. Kuna vitu ambavyo sisi wadogo tunashikilia ambavyo they don't matter in the faith. Kuna backsliding ambazo ziko ndogo ndogo, unaweza kurudi nyuma. Hata Peter alijaribu kumfuata Yesu na kuna wakati alipata ameshindwa na Yesu anamrudisha. Yes, kama nimerudi nyuma na umejua mimi ni malaya, unisaidie nitoe kwa malaya. Sio kunisengenya. Kama nakunywa pombe, unisaidie niwache pombe. Kwa sababu hiyo ndio lengo lako kwangu. Mimi pia niko na jukumu kwako. Nikupata kuna mahali wewe unaenda kando, niko na jukumu la kukusaidia uachane nalo. Pia wewe kuna jukumu mimi kunisaidia. Ni watu. Kwa sababu nani tuwaambia siku ni mtakatifu kuliko wote? Nani alikudanganya? Mimi pia niko na dhambi zangu. Wewe pia kuna zako. My friends, kanisa ndio tunaweza kuja kusaidiana kutembea pamoja. Na siku ya leo ni siku kuu ambayo Kristo amezaliwa. Na si ati wazazi peke yao walimleta, hata Yesu mwenyewe alitembea kwa ule utamaduni na akapatikana miongoni mwa madaktari akiwauliza maswali. Finally, I'll just make an extension of what Betty has taught today. Toja msamehe, wewe ndio utaenda motoni. Hata wakija hakuna mahali watakaa usipomwambia kaa hapa. Bwana sifiwe. I want you to prepare yourself. Wakati wanakuja, wapate wewe uliwasamehe, hakuna kitu kwao. Uwakaribie tu waje. Kuna wale tahitaji waulize msamaha na kuna wale wengine Betty ni wameshapotea, ni watu wapumbavu. We just forgive them. Wakitaka kuomba msamaha waombe, wakikataa shauri yao. But for us, our part we do it. Hallelujah. He was among the people, philosophers, doctors who had come and gathered together to brainstorm about the feast in Jerusalem. Where would you go? Where your people are to brainstorm. Wajua wewe ni kohani, wajua ni pastor, wewe ni mtoto wao, wako ni hao. Ama wewe mjitenga. You are losing. You are losing. Bwana sifiwe. Mungu amekwenda kwa hao watu wako uanzie hapo. Wakutambue ya kwamba uko na hekima. How will they know uko na hekima and you are not with them? You are not engaging with them. Watajuaje wewe uko na hekima? Wewe mtu mpumbavu. Unawatoroka. Engage them. Ask them questions. Bring them unto the Lord. You seize those opportunities and use them. Now, find out tunaona hapa kwamba walimwambia and all that heard him were astonished at his understanding and the answers. Okay, I just want to explain explicitly what that means. And all that heard him were astonished at his understanding and answers. It means there's an opportunity they gave Jesus. Whether to establish whether he understood. Yes, he understood. Then he gave answers. They were astonished. He participated. He did not divorce himself from the whatever that was taking place. They were astonished at his understanding and answers. So he was not hearing and listening to them. He wouldn't have understood. But when they questioned him, how he understood, he fervently answered them correctly and gave correct answers. They were astonished at 12 years. Is your community astonished how you are answering and how you understand the issues? Finally,
So we see Jesus' participation there. And his mother said unto him, Son, why have you thus dealt with us? Behold, your father and I have sought you sorrowing. And he said unto them, How is it that you sought me? Knew you not that I must be about my father's business? And they understood not the saying which he spoke unto them. And he went down with them, and came to Nazareth, and was subject unto them. But his mother kept all these sayings in her heart. And Jesus increased in wisdom and stature, and in favor with God and man. That information trickles us to understand Luke's first-hand information ilitoka kwa Mary, kwa mama ya mtoto. Information ya Luke, actually kuna uwezekano hapa from this statement ya kwamba Luke alienda akauliza Maria na Yesu, nani alikufa mbele? Maria na Yesu, nani alikufa mbele? Basi Yesu alikufa mbele, ndio kazi kaendelea. Kuna uwezekano Luka alirudi nyuma, na vile alikuwa anazoea kuuliza watu maswali, alimrudia Maria. Young people, mnaweza hawa mama vile walipata Israeli? Are you asking them? Yes. Ask this mamas ya kwamba mlipataje Israeli? Hata wanakumbuka kuliko hawa wazee. That's what you should be doing there. You listen, hear the wazees, hear our mamas, understand what they're saying, give correct answers. And I think you can benefit by joining the tradition that we have been told. Apart from the culture za nyumbani, sisi kanisa la Israeli tuko na culture yetu. Hapa Baraka, mahali hapa Nineve, mahali watoto wanatolewa, mahali pa ushuhuda. Those gatherings, don't take them for granted. Don't take meetings za kanisa for granted. Use them. Patana wazee pale, makuhani, waulize maswali. Kwa matanga, muje kuona tunasika namna gani watoto, tunasika namna gani mtu aje kuwa Mkristo, tunasika namna gani makuhani. Haya ni mafunzo, hatuwezi kuua mtu na kufundisha. You come there present. Bishop anahubiri namna gani? Na wazee wanazuka namna gani? Wanapanda namna gani? Haya mambo vijana, you must come and see for yourself. Na uandike notes. Kwa viongozi wa kanisa, kila kiongozi anazikwa tofauti kufuatana na daraja yake. Na kama hamkuji, tunapofanya ibada pale tunawauliza, njooni mtusaidie kubeba maiti, mnatoroka. Nyinyi nani atawabeba? Bwana sifiwe. Amen. Tunapoanza kwa ujenzi wa hapa Nineve, kwa sababu ninachukua funguo, labda ni kesho, kwa sababu waliona nikichukua funguo jana ama leo, labda rafta inaweza kutokea, lakini nikasema no, mimi nitaenda kufanyia kwa kanisa ndogo. Kesi hakuna, lakini kuna watu wachache walikuwa wamekuja wakifikiria vita viko, lakini security waliniomba tu wacha tu tufanye tu, na nikasema haidhuru. Lakini anytime vile niwaambia, mnaweza kurudi Januari 1, mnaweza kurudi Januari 2, mnaweza kurudi February. Wacha tupange kitu na wakohani, tutawajulisha when you are coming back. But mtoke hapo mkijua niko na ufunguo. Amen. So, that declaration just happened during the birth of Jesus Christ. That the gift Jesus has given us. Not that we are better, no, but he has chosen watu wa kuchukua ufunguo Nineve. Ni group ya John Mweresa, which you are a part of. So, we are in the history. We are history, the spiritual history. You must support the meeting. You must support this course. Support the energy, support na pesa, support na prayers, support with your presence. Ili mmoja wetu asibaki nyuma. I want to conclude the message yako nikisema thank you. Today is the day that Jesus was born. But you see, in kwamba these people who saw Jesus, they came wakapata yeye ameshazaliwa.
They did not witness akizaliwa. They found him already amezaliwa, and they did something. What about you ambaye uko pale? Nguo yako itapatikana kwa mtoto Yesu? Umeleta maana gani? That's also a challenge to you. Usijaribu kuja naye mkono tupo unless umetembea kwa miguu. Kwa sababu hapa ndio mahali unaweza kupata baraka. This is the city ya mwisho kwa Israeli. Na kama umekuja hapa bila kubarikiwa, hata mikutano na baraka tunafanya kwa county ni ndogo, ni inferior kwa baraka ambayo tunafanya hapa Nineve leo. This is a superior blessing. Only once kwa mwaka. Superior blessing ya Nineve is the most serious blessing ambayo we can ever have. When you come back, unahesabiwa na pia unawekewa mafuta ya Nineve. Ni superior kuliko mafuta ambayo mnapata kwa centers. So ukija hapa kama na lengo la kubarikiwa, hata mtu kuchuda mwambie my friend, wachana na mimi niende nyumbani. Amen. Because Jesus is in the manger and we have to see the son Jesus. Mungu awabariki. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Siku ya leo ni siku ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo nchini. Ni Baba ametusanena na sisi, neno na kusaidia katika moyo wetu. Kila mtu angalia Yesu iko ndani ya moyo yake. Naomba machache tu kwa jina safi Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. May I see the chairman? I want us to conclude this meeting the next less than 1 hour. Naomba msamaha nilidanganya director kwa vijana. Nilikuwa sijajua roho atafanya nini. Kwa hiyo naomba msamaha dadamu. Sikuuliza roho nitachukua dakika ngapi. Nikamdanganya nitachukua muda mfupi. So vijana mnisamehe. Haikuwa upendo wangu nichukue huo muda. Amen. Now, sir, I want to present the report to me. Your report. What is the report? Present as we continue. Treasurer, bring the report. You present to me to ruhusu watu waende because I will present it. Kwa kuangalia nitakaa na nyinyi wawili mnipe report hilo kamili. Directors also of programs, I will ask you mtakuja kwa mkutano. We look at the report at the treasurer na general secretary. Usimdharau anayekula mboga na yule ambaye anakula nyama, sababu mtu huanguka mbele ya bwana yake. Kuna wengine wanachukua siku zingine wanaziona ni muhimu kuliko zingine, wengine siku zote ni the same. I'm quoting Romans chapter 14. That's where I'm coming in. Ya kwamba we consider other days as God's days. Apart from Sunday, we can have a service anywhere. So ni kuambia nakuja Wednesday kwa ibada, iwe ni ya kanisa ama ni assembly ama ni CPO ambao ni mkutano wa sub county ama ni mkutano wa county. Please uliza nafasi kwa kazi, uje kwa ibada hiyo ili tuweze kumalizia, ili uweze kubarikiwa na Mungu atize kulinda. Amen. Ya kwamba kazi ya spiritual, mambo ya kiroho kwa Israeli imepanuka sana. Mambo imepanuka. Saa nyingine makuhani wanaweza kuwa 2 watatu, wanataka siku moja. Inakuwa ngumu kwangu kujigawa. Amen. Na nimeona sasa vijana pia wameanza kuniita kwa ibada zao hata mwao kichwa, kwa sababu na siwezi kusema hata hao ni vijana siwezi kwenda, kwa sababu we need to respect them and go there. So I'm appealing to you ya kwamba we consider Friday a Sabbath day, but all other these days, church functions, ziwe ni kwa kijiji, iwe na assembly, iwe ni kwa sub county, bishop ama chief minister akisema nakuja, kwa sababu hana nafasi Jumapili, ukubali hiyo siku na mfanye ibada. Kubaliana? By show of hands, wale wanaunga, wale wanapinga, hiyo ni unanimous. Hata kama ulipinga, kura yako iko ndani yetu. Kwa hivyo that was the only point I wanted. Point ingine kwamba tunaenda kupanga tunapofungua safina. Tutakuja kuifungua tu formally as a formality.
Kwa tukishafungua tutaifunga tena. Watu wake wapate baraka. Kwa mtu ana kazi aende apate kazi. Maana tuko na kazi mahali hapo makao makuu. Na kazi hii inahitaji pesa. Watu waende kupata pesa. Watu waende kupata kazi. Mafuta ambayo yatakuwa ni baraka. Shetani wako wapokonya. Bila Yesu. Polepole tunakuja polepole, kila mtu atafikiwa. Na unapotoka kuna kitabu ya sadaka hapo mbele, unaweka sadaka yako polepole, polepole, mucho, kalaha, mos, kalaha, mucho, mos. Kuja tu polepole kwa laini tatu. Kuja tu kwa laini tatu.